Ni kwa nini maombi ya urejesho ni muhimu sana kwako na ni vema kuyafanya mara kwa mara? Ni kwa sababu tuko duniani. Na kama tuko duniani, si kila anayecheka na sisi basi ni mtu mzuri kwetu. Lakini pia kuna baadhi ya vitu vinaweza vikapotea kwenye maisha yetu kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine ni kwa sababu ya kuwa mbali na Mungu, kujisahau na kuwakaribisha baadhi ya watu ambao sio sahihi. Kuna mtu unaweza kumkaribisha katika maisha yako, kaonekana kwamba ni mtu sahihi, kumbe amekuja kuchukua siri za mafanikio yako na baadaye akazitumia katika kukuteketeza au kukupinga. Ni vizuri kumwomba Mungu akurejeshe kila kilichokuwa cha kwako, ili kama kuna mahali ambapo kinatumika basi kiweze kurudi. Kuna watu wanaibiwa nyota zao, kuna watu wanaibiwa vibali vyao, kuna watu wanaibiwa watu wa muhimu katika maisha yao, kuna watu wanapoteza afya zao, kuna watu wanapoteza vitu vya maana kwenye maisha yao, na kwa sababu ni nguvu ya kiroho iliyotumika kusambaratisha, basi wanajitahidi kutumia namna ya kimwili kurejesha nafasi yako, au nafasi yako kama ile ya kwanza unakuta inakuwa ni ngumu. Ni kwa sababu namna ilivyotumika kupoteza ni namna ya kiroho. Kwa hiyo kurejesha, hata ungetumia nguvu gani katika mwili, utakuta vitu havirejei. Kuna mtu umepoteza watu wako muhimu, umepoteza wateja, umepoteza mtu muhimu katika maisha yako, umepoteza kitu cha maana, kitu cha thamani. Unasema Mungu itakuwaje? Inatakiwa uombe maombi ya kurejesha, maombi ya kurudisha chochote ambacho kilikuwa cha kwako, kilichopotea au kilichoibwa au kilichonyang'anywa. Unajua, unaweza kuwa unafanya kazi mahali, akaja mtu anatumia nguvu yake ya pili. Kwa bahati mbaya wewe ukawa hujakaa vizuri na Mungu, kwa kuwa yeye ana nguvu ya upande wa pili na nguvu yake ana ushirika nayo mzuri, basi unakuta anakuja kuchukua nafasi yako, anakuja kuchukua mahali ambapo wewe ulitakiwa uwe. Kuna watu mmeibiwa wateja, kuna watu mmeibiwa ndoa zenu, kwa sababu kuna mtu amekuja kwa namna ya nguvu ya kiroho ya giza, amemchukua mtu, amemkamata kiroho. Wewe unajitahidi kumrejesha akae sawa, unajitahidi kufanya juhudi zote za mwilini, unakuta huoni matokeo. Ni kwa sababu kilichofanya yule mtu akamatwe au vitu vile vichukuliwe ni kwa sababu kuna nguvu ya kiroho. Kuna mtu ulikuwepo mahali una kibali kikubwa, baadaye mtu amevuruga mambo yako, hakuna tena kibali. Ili uweze kufanyikisha na kurejesha hayo, usitumie mapambano makubwa katika mwili. Ndio, kwa sehemu ni sawa, lakini zaidi wekeza kiroho, kwa sababu rohoni kukifunguka hakuna kitakachozuia katika mwili. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 6 ukianzia mstari wa kwanza, kwa muda wako unaweza kusoma. Kulikuwa kuna wana wa manabii ambao walikuwa wamekaa mahali pao, palikuwa ni padogo. Wakawa wamemwambia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni nabii Elisha wakati huo, ya kwamba mahali ambapo tupo ni padogo, tunataka utuongoze tuende paka kwenye mto, tunataka tukakate miti ili tuweze kutengeneza mahali petu pawe pakubwa zaidi. Walipokuwa njiani wanaelekea kule, walipofika kwenye eneo la tukio la kukata miti ya kutengenezea mahali pa kujenga nyumba, yani kutanua hema yao, Biblia inasema kwamba mmoja wapo alipokuwa akikata mti kwenye mto, ile boliti ya shoka au tunasema kile kifaa kinachokataga mti kikawa kimedumbukia kwenye maji. Katika hali ya kawaida ule mto ulikuwa ni mkubwa, na kwa namna ya kibinadamu ilikuwa ni ngumu kuweza kuchukua mahali ambapo ile boliti imeanguka. Yule mtu akasema, ole wangu, kwa kuwa hii shoka ilikuwa sio ya kwangu, sijui nitafanywa nini, sijui itakueje. Kwa maana hiyo aliangusha kitu cha muhimu, ambacho kitu hicho kama hakitapatikana, manake kwanza yeye atakuwa kwenye hatihati mbaya, lakini pia hawezi kukamilisha ndoto ya ujenzi wa nyumba au utanuzi wa hema. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo shetani anaweza kuvipoteza kwenye maisha yetu, ambavyo anajua kama hicho hakitapatikana, manake wewe utabaki uko pale pale, hautatanua chochote kwenye maisha yako, hautaongezeka kwenye chochote kwenye maisha yako, lakini huwezi kukamilisha ndoto yako. Na nje ya hapo, manake utajikuta umeingia kwenye madeni, utajikuta umeingia kwenye matatizo, utajikuta umeingia kwenye shida ambayo utakuwa mtumwa. Kwa hiyo yule mtu akaona kwamba hapa ndio mwisho wa maisha yangu, hapa ndio mwisho wa hatima yangu, kwa sababu shoka ilikuwa sio ya kwangu, na kama ilikuwa sio ya kwangu nitamwambia nini yule aliyeniazimisha shoka? Sasa akajikuta analia. Lakini yule mtumishi wa Mungu alipomwendea akamwambia, unalia nini? Akasema kwamba kuna mahali ambapo nilikuwa ninakata mti kwa ajili ya ule ujenzi tuliosema kwamba nataka tuufanye, lakini boliti ya shoka yangu imeanguka hapa na sijui itakuwaje. Lakini mtumishi wa Mungu alipoona jambo lile limetokea, ukisoma vizuri katika maandiko utaona kuna muujiza ambao ulifanyika.
ni muujiza mkubwa sana. Soma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6. Nafikiri sana kwa ajili ya faida yako tusome pamoja sura ya 6 mstari wa 5 nitasoma. Lakini mojawapo alipokuwa katika kukata boliti, yani chuma cha shoka kilianguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kilikuwa sio cha kwangu. Yani kwamba aliazimwa. Anasema mtu wa Mungu akasema, kiliangukia wapi? Akamuonyesha mahali kilipoangukia. Akakata kijiti, yani mtu wa Mungu ambaye ni nabii Elisha, akaitupa ule kijiti au ule mti, akautupa pale pale ambapo chuma kilianguka. Kile chuma kikapanda juu. My God. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuna namna ambayo tunapoomba, unapojiconnect na mtumishi wa Mungu katika maombi, huenda kuna vitu vyako vilianguka chini, huenda kuna vitu vyako vilipotea. Mtumishi wa Mungu anapoomba na wewe na unapoinua imani yako, vinaweza vikapanda vikarudishwa. Katika namna ya kawaida kile chuma kilikuwa kimepotea na angetumia juhudi za kibinadamu asingeweza kukipata, lakini juhudi iliyotumika ni juhudi ya kiroho ya kukirejesha kile chuma mahali ambapo kilikuwa kiko chini kikapanda juu. Nami nataka nikuombee siku ya leo, chochote ambacho kilizamishwa, chochote ambacho kilipotea, chochote ambacho kiliibwa, kuna vitu vyako unajua kabisa vilikuwa vya kwako, mtu akachukua. Kuna mahali ilitakiwa ukae, mtu amekaa. Kuna mahali ambapo ulitakiwa urejeshe vitu vyako. Kuna mahali ambapo unadai watu hawakulipi, hawarejeshi vitu vyako. Maombi haya yataenda kuvuta, yataenda kuinua na vitapanda juu, vitakujilia. Haijalishi vilikuwa vimezama kwenye kina gani, haijalishi vilikuwa chini ya usimamizi wa nani. Kwa neema ya Mungu na kwa kibali cha kimungu ambacho Mungu ameweka ndani yangu, na amuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, vitaenda kurudishwa. Vilivyoliwa na madumadu na palale na nzige na tunutu, vitaenda kurudishwa katika jina la Yesu. Tunaenda kurejesha sasa. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mtumishi wako nikiomba kwa ajili ya mpendwa huyu anayenisikia. Imani yake imeinuka sasa. Anaona kuna mahali alipoteza vitu vyake vya thamani. Kuna mahali alipoteza mtu wake wa maana. Kuna mahali alipoteza kibali, alipoteza nyota. Kuna mahali alipoteza mambo yake. Mwingine alipoteza afya. Nami kwa mamlaka ulionipa, nimeinua mkono wangu juu. Ninaita pande kuu nne zote za dunia. Upepo utoke kushoto, kulia na kaskazini na pande zote. Urejeshe vitu vya mtu huyu, kama vile ambavyo ulimwambia nabii Ezekieli, ulivyomwonyesha nabii watu waliokufa zamani, na pande zote zikarejesha nyama za watu. Nami natuma upepo urejeshe mambo ya mtu huyu, urejeshe kibali chako, urejeshe vitu vyako, na amuru virejee kuanzia sasa. Haijalishi ni nani alivifukia, haijalishi vililiwa na nani, haijalishi ni mganga gani anasimamia, haijalishi kuna uchawi gani umesimama na kuweka kizuizi, na amuru uachie kwa jina la Yesu. Natuma nguvu ya moto, natuma nguvu ya moto. Narejesha ile miaka yako iliyoliwa, miaka yako iliyopotea. Kuna mtu mwingine, kuna mwaka ulipita, mambo yalikuwa magumu mpaka unaisha, hakuna kitu kilichofanyika. Mungu anaenda kurejeshia zile faida na zile baraka, ile hatima ya mambo yako. Na amuru kwa jina la Yesu, kila mahali ambapo shetani aliweka mambo yake, aliweka nguvu zake, aliweka miguu yake, na muondoa mahali hapo. Mahali ambapo kama kuna uchawi ulifanyika, na amuru huo uchawi expire kuanzia sasa. Na amuru huo uchawi ushindwe kuanzia sasa. Huo uchawi uishe muda wake kuanzia wakati huu. Mahali popote ambapo kuna madawa yanafanyika ili kuweza kukufunga au kufunga watu wako wa maana, na amuru kwa jina la Yesu Kristo, huo uchawi uishe nguvu, uishe nguvu kwa jina la Yesu, uishe nguvu kwa jina la Yesu. Na amuru expire kuanzia sasa. Na amuru uishe nguvu, uishe muda wake kuanzia leo hii, kuanzia wakati unapoongea na wewe, napokuombea. Natamka kwa mamlaka kiroho ya kwamba jina lako mahali popote ambapo limefungiwa, jina lako mahali popote ambapo liliwekwa, jina lako mahali popote ambapo liliandikwa, kwa wakuu wa giza, kwa wakuu wa giza walipoliweka jina lako, na amuru jina lako lifunguliwe. Natuma malaika wa nguvu wakufuate mahali popote, waite hatua zako, waite mpenyo wako. Narejesha kwa jina la Yesu, na kuita kiufahamu. Naita nafsi yako na kibali chako, naita mipenyo yako, naita watu wako wa thamani, naita uchumi wako. Njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Walipokufungia, walipokuweka, na kuita njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Rudi kuanzia sasa, narudisha vyote,
rudi, narejesha, vyote virudi. Wewe walikuchimbia shimo, wewe walikuweka chini, wewe walikutupa popote pale, wewe walikufunga kwa chochote, na amuru kwa jina la Yesu, Jehova Nisi aliye hai aende akarudishe vyote, narudisha vyote kwa jina la Yesu. Natuma moto katika ulimwengu wa kiroho, chochote kilichoibwa, kilichochukuliwa, kirudi kuanzia sasa. Ewe pepo achia, ewe uchawi achia, enyi mizimu achia, ewe nguvu ya giza achia, ewe mtu ambaye unatumiwa na giza, ewe agent wa kipepo achia kwa jina la Yesu. Kama kuna watu wa mtu huyu uliwafunga akili, na wafungua. Kama kuna uchawi ulifunga akili, na ufungua uchawi huo, ufunguke kuanzia sasa. Na kata kamba, na kata minyororo ikatike, fahamu zifunguke, kibali kifunguke, wepesi ufunguke, mahali ulipofukuzwa, mahali ulipokataliwa, na kurejesha, ukatafute na kupigiwa simu, ukatafute kwa nguvu, ukapigiwe simu, ukajue kila kitu kwa kinaendelea katika jina la Yesu. Neema iwe kwako, nguvu iwe kwako, kibali chukue kwako. Kama kuna mahali magonjwa yalikuataki, watu wakatuma magonjwa kwako, hayo magonjwa na yafukuza. Toka nguvu ya magonjwa, toka roho ya magonjwa, achia kuanzia sasa. Kwa mamlaka niliyopewa, natamka uzima, natamka wepesi, natamka kibali, natamka nyota yako irudi. Rejeshewa nyota yako. Kama kuna bibi anatumia nyota, kama kuna waganga wanatumia nyota yako, kama kuna wezi wanatumia nyota yako, kama kuna ndugu wanatumia nyota yako, wengine ndugu zenu wa karibu wamechukua nyota zenu wanazitumia kwenye maduka yao, na kuita huko waliko kutumia, na kuita huko waliko kufunga. Nasema nyota yako irejee. Wengine mlifanya kazi mahali, alafu nyota zenu zikachukuliwa, wote mkawa watu wa aina moja, mnaota ndoto sawa, mnafungiwa pamoja, na kufungua, na kata kamba, na kata madhabahu, na kata nira, na kata kwa jina la Yesu. Kuzimu kuachie, madhabahu iachie katika jina la Yesu. Wekwa huru kuanzia sasa. Amen. Mungu akurejeshe vitu vyako, Mungu akurejeshe hatima yako, Mungu akurejeshe watu wako wa thamani katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu kiambatane nawe. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika Mungu amekuhudumia, amekutendea mema sawa na haja ya moyo wako. Yarudia maombi haya, inua imani yako, utanipa ushuhuda. Mungu atakutendea kuliko unavyofikiria. Unatamani uachilie sadaka ya kusindikiza maombi haya, sadaka ya hiari au sadaka ya kusapoti injili, kusapoti huduma, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Jina ni Godwin Ndelwa, lakini pia iko namba ya Kenya, jina linatoka Noeli Mwanyika. Mungu akubariki, akutendee mema. Wewe ambao unatamani unifuate zaidi kwa njia ya mitandao ya kijamii, ikiwa uko YouTube wakati huu, basi unaweza kubonyeza alama ya kusubscribe, hiyo iliyoandikwa subscribe inaonekana hapo. Minya hapo kama ulikuwa bado hujaminya. Baada hapo itatokea kengele, iminye pia hiyo, na kwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Na wewe ambaye uko unanifuata kwa njia ya TikTok, na kusi nenda YouTube, kuna maombi mengi, kuna vipindi vingi, andika tu Maombi ni Dawa, tatokea muombezi Pastor Godwin Ndelwa, Maombi ni Dawa. Nikitokea huyo, basi bonyeza hapo, utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye akaunti. Kuna maombi zaidi ya 1000 yapo huko. Kila hitaji lako ambalo linakusumbua, maombi yake yapo YouTube. Ingia YouTube, nenda YouTube. Na wewe unanifuata kwa njia ya WhatsApp na kutumia maombi kwenye inbox yako, umebarikiwa, umesikia kufunguliwa, basi usiishie hapo. Nenda YouTube, pia kuna maombi mengine mengi. Huenda kuna wakati sikutumii kwa sababu watu ni wengi, lakini YouTube yako maombi mengi kwa ajili yako. Mungu akubariki, kutendee mema.